Amen. James chapter 1, from verse 1 to verse 8. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. You know, there is something unique about James. James alikuwa bro wa Yesu. He was the brother of Jesus Christ, the son of Mary. Yeah, but tunajua Jesus Christ was the son of Mary, but was not born of Joseph. He was born of the Holy Spirit. Mary was filled with the Holy Spirit and bore Jesus. But James was born of Joseph and Mary. So alikuwa mtu wa kawaida kama sisi. Jesus ndio hakuwa wa kawaida. Jesus alikuwa Mungu. Now, by the time Jesus was alive here in this planet, James did not believe in Jesus, ati Jesus alikuwa Messiah. Unajua Jesus alikam in a most humble way, in such a manner that it can be very impossible to believe that he is the Messiah. So his brothers didn't believe that he was the Messiah. But after Jesus had died and resurrected, James became a believer. James became a believer of Jesus Christ. And when he became a believer of Jesus Christ, after Jesus had died and resurrected, he did not believe in Jesus when Jesus was here on earth. But when he had died and resurrected, and when he believed, he became a believer of the Lord Jesus Christ, then he started writing to the 12 tribes which are scattered abroad. Hiyo ni the nation Israel. Alianza kuandikia barua. Na angalia salutation yake, angalia venye anajidescribe. Anajisema, I am a servant of God and of the Lord Jesus Christ. That is very important, especially in our Christian faith. Kwa sababu kuna watu wengi wanasema wana believe in God. They believe in God. Wanamuita Mwenyezi Mungu, huyo ni baba wetu, huyo ni muumba wetu. But wanakuwa na issue na Jesus Christ. They have an issue with Jesus Christ. So the true Christian faith is the faith that believes in God and believes in Jesus Christ. If it is not God and Jesus Christ, that is not Christianity. That is another religion. You know the other religions when there's an issue na Jesus Christ. Other religions really don't like him, really call him a prophet. Other religions say that he was a good man, a good teacher, but they don't call him the Messiah. And that is where they fail. Hapo ndio mali wanatupia mbao. If you are a true Christian, you believe in God the Father and God the Son, Jesus Christ. You believe that he came and he died for your sins. Yeah? So, James says, I am a servant of God and a servant of the Lord Jesus Christ. And how do you become a servant of Jesus Christ? You become a servant of Jesus Christ when you accept him as Lord and Savior and you walk in his commandments. Unatembea na njia zake na commands zake. That is how you become a servant of Jesus Christ. And another thing about James is that when he became born again, he did not just be silent about his salvation. Hakunyamazia tu wokovu wake na salvation yake. No, he was not silent about it. Si kama Wakristo wengi sai huwa hawalikani kanisa. Wakristo wengi sai huwa waleti watu kanisani. Wakristo wengi sai hawajali kama watu wanaokoka ama hawaokoki. Wakristo wengi hawana shughuli, wao wanafurahia tu wameokoka, but hawana shughuli na kuangalia watu wengine, kupreachia watu wengine. But James did not believe in Jesus Christ during that time that he was here on this earth.
But after he died and resurrected, I became a believer. And because I am a believer in Jesus Christ, I become a witness. I share the word. I share the word of God with my fellow believers, with my fellow brothers, and sisters. Just to ask you a question, is your brother born again? Is your Our salvation needs us to share the gospel. Yes, it does. Verse 2 to verse 4 says this: My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Amen. That is a very good verse. Kwamba anaambia watu like, furahini, count it all joy when you fall into diverse temptations. Do you know diverse temptations ni majaribu zenye zimekuwa engineered in a way that zinakufit wewe. Temptations zenye ni zako. Hii temptation inakukujia wewe, imekutarget. A good example is the virus called coronavirus. Hiyo coronavirus haijatumwa kuja kwa wanyama, imetumwa kuja kwa mwanadamu, kwako wewe, you. That is that is among temptations. Unasikia ni diverse. Diverse inamaanisha ni za kila aina, ni za aina nyingi. And then temptation sasa ni hiyo jaribu, a trial, a hardship. A hardship. Mambo ngumu zina come your way. So count it all joy when you're facing tough times. Who among us faces tough times? I face tough times every day, every single day in my life. And I'm sure hata wewe hauwezi sema life yako ni nywe. Hapana. I know you cannot say that. I'm sure that you can say that life is tough. Life is not easy at all. Na James anasema that ufurahi wakati life yako ni ngumu. Count it all joy when your life is difficult and when your life is hard. How can you say that? How can you say that I can be happy when my life is hard? And then unasikia ana explain, anasema, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Ukijua ya kwamba hiyo kujaribiwa kwako inakuletea subira, unakuwa mtu wa subira. The trying of your faith, number one, faith. What is faith? Faith ni nini? Let me give you an example. You want to go to America, kuuza mitumba huko, ama kuuza viatu, ama kuuza magari. Unataka kwenda America kufanya biashara. Na umeivision kwa akili yako. Ama uliombewa na mchungaji akakwambia enda ufanye biashara America. Akakuprofesaia, akakwambia enda ufungue biashara mahali fulani, enda ufanye 1 2 3. And you believed it. It is not something, si kitu yenye imekuwa manifested kwa sababu hiyo biashara bado hauna, lakini you have the word, you have the prophecy, you have it. It is not yet there. It is not yet there, but it is in your mind, in your eyes, kwa macho yako, kwa mafikiri yako, unaiona kabisa, unaiona vizuri. When you believe it, wakati una believe that I'm going to do that business, I'm going to do it, I'm going to go to America to do it, hiyo sasa ndio inaitwa faith. You can have an image in your mind but not believe in it. That is not faith. But when you have that image in your mind and you believe it, unaiamini,
Now that is what is called faith. Faith sasa ni kuamini kitu yenye haujaona, but unaamini that ita come to pass. For instance, even your children, you can believe that your children are going to accomplish great things than yourself. Unabelieve watoi wako watakuja wakuwe watu prominent in this universe. Unabelieve. Yani si kitu umeona, maybe uko na watoto wachanga ama hata maybe hauna watoto, lakini ndani yako na kwa mawazo yako unaamini that this thing must come to pass. Hiyo ndio faith. Faith niyo kuamini. You believe something. You believe a word. You believe a prophecy. You believe a sermon. Una believe a Bible study. Hiyo ndio faith. Inaitwa faith. Na unasikia James anatuambia that the trying of your faith, kujaribiwa kwa imani yenu inaleta subira. So hiyo faith yenye uko nayo itajaribiwa, italetewa mambo ngumu. Kwa hivyo ufurahi, count it all joy when you are going through tough times. Why? Because it is not you who is being tested, but it is your faith that is being tested. It is your faith that is being tested. Si wewe, ni faith yako, ni imani yako. Una believe nini? What are you believing? You know, if you do not have something that you are believing, then you're not going to have tough times. But if you believe in something, then there are tests and challenges that are going to come your way that are meant to test that faith of yours. Turudie example yetu ya kwenda America. You want to go to America and you decide, wacha ninunue viatu kadhaa hapa Kenya, niende airport, nipande ndege, niende America nikaziuze huko. But when you get to the airport, unaambiwa hauwezi panda ndege uende America kwa sababu you need a visa. Unahitaji kuwa na makaratasi kutoka kwa embassy zenye zimekukubalisha kwenda America kufanya biashara yako. Hiyo ni challenge number 1, kwa sababu hauwezi enda America kama hauna visa. Na sasa uko kwa airport, unaweza fika kwa airport, but you cannot go to America because you do not have a visa. Hiyo ni challenge number 1. Unajikakamua, the following day unaenda kwa embassy. Kwa embassy unakutana na mzungu kwa the other side of the glass, na huyo mzungu anakuambia wewe hauwezi enda America kwa sababu haujui kuongea Kizungu, na hata hujui kusoma Kizungu, na hata huwezi andika Kizungu. Sasa umeambiwa hauwezi enda, lakini imani yako inakuambia mimi nafaa kwenda America kufanya biashara. Ninafaa kuenda America. I need to go there. Imani yako una believe prophet wako venye alikuprofesaia. Una believe venye Mungu alikuonesha kwa maono na venye Mungu alikuonesha kwa ndoto. Unaamini that you shall go to America one day. But sasa umekutana na watu kwa airport wanakuambia hauwezi enda America. Unakutana na mzungu uko kwa embassy anakuambia hauwezi enda America. Oh my, your faith is being tested. Kwa sababu sasa ikifikanga hiyo stage unakuta mtu anataka ku give up, mtu anaachana na hiyo dream ya kwenda America, mtu anarudi Gikomba, anaanza kutafuta soko huko, na alikuwa ameambiwa you will go to America and do good business there, and he believed it. But when he took a step towards achieving that vision ama achieving that dream, opposition iliinuka. There was something that rose up. Kuna opposition yenye iliinuka. Now today I'm talking about faith, opposition, failure and success. Faith, opposition, failure and success. So you have faith, and then what comes next is opposition. Opposition inakuja kukupiga so that what you believe doesn't come to pass. That is the work of temptations. Temptations zinakujanga so that you do not achieve your goals in life.
and your purposes in life. Na temptation ni the tough things that you face in your life. The tough things, tough things. Zinakaa kumaliza ndoto yako, kumaliza destiny yako. Tough things, fight. Umepimiwa mishale za kukumaliza na za kumaliza destiny yako. Oh my. But let patience have a perfect work. You know, when the trying of your faith worketh patience. Wakati imani yako inajaribiwa, inafanya unakuwa mtu mvumilivu. Haya, umeenda kwa embassy, wamekwambia hauwezi soma Kizungu na hauwezi andika na hauwezi ongea Kizungu, kwa hivyo you cannot go to America. Wewe unaenda unajikakamua, juu Kizungu hauwezi soma na siku moja, unaenda unajikakamua. Baada ya miaka 2 umeshajua kuongea Kizungu, umeshajua kusoma na umejua kuandika Kizungu. Umejikakamua. 2 years later umejikakamua, unarudi kwa embassy. Embassy wanakupatia visa. Wanakupatia visa, wamekubali. Sasa wewe unaweza ongea, unaweza soma na unaweza andika Kizungu. Kwa hivyo wewe sasa tumekubalisha, unaweza enda. Unarudi kwa airport. Wewe uchukue ndege uende America. Ukienda tena kwa airport, wanakuambia you need 100,000 shillings for you to go to America. Wewe ukikumbuka kwa account yako hauna pesa. Ukikumbuka you don't have money, hauwezi fanya fundraising, hauwezi fanya anything, haujui utatoa pesa wapi. Unakuta temptation zinakuja in diverse ways. Ukimalizana na hii temptation, unakutana na temptation nyingine. Ukimalizana na hii hardship huku, unakutana na hardship nyingine. Na ujue purpose ya hizi temptation ni ku make sure wewe hauta accomplish goals zako na dreams zako. That is the purpose of temptations. That is their work. That is what they are meant to be. But wakati sasa venye umejikakamua, umeenda ukasoma Kizungu, umejikakamua, ukasema sawa, wacha niende nitafute 100,000. Na hata ukakasirika ukasema hata sitatafuta 100,000, nitaenda kutafuta 200,000. Kwa hivyo unaenda unajikakamua, unafanya mabiashara hapa Kenya, unazunguka, unafanya 1 2 3. Mungu anakujalia, anakupatia neema na kibali, unaweza kuraise 200,000. Unaweza, na tuseme umetumia another 2 years to raise 200,000. Haya, already umetumia 2 years kusoma, umetumia 2 years kutafuta pesa. Sasa uko na 4 years. Unaenda tena kwa airport, wanakukubalisha sasa uende America. Sasa ile ndoto yako ya kwenda America imekuwa fulfilled, lakini imekuwa fulfilled after some time. Kuna muda imepita, na huo muda wenye umepita, Mungu alikuwa anatengeneza patience ndani yako. Kuna kitu Mungu ametengeneza ndani yako, kwa sababu hauwezi compare mtu ameenda America straight na mtu mwenye amekutana na opposition. You cannot compare those two people. Huyu mwenye amekutana na opposition, amejikakamua, amejitahidi, ameinua imani yake, amelilia Mungu, amejikaza, ametia bidii. Huyu mwenye amekutana na opposition is not the same. Hajapatana na vitu rahisi. Na ndani yake Mungu ametengeneza patience. Amekuwa mtu wa kutulia, mtu wa kuamini Mungu. Kuna vitu zimetengenezwa ndani yake. Angalia, and let patience have her perfect work. Wacha nisome na Kiswahili. Subiri na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Sasa hata huyo mtu venye amestruggle kwenda shule, amestruggle kwenda kutafuta 200,000,
Huyo mtu hata akienda Amerika, hata biashara ikue aje huko, already Mungu ameshamuandaa kupasavia na kuvumilia akiwa huko Amerika. Juu anaenda Amerika, biashara isipiki. Anaenda Amerika, aende apatane na opposition nyingine. Lakini because he chose the hard way, alichagua, what did he choose? He chose to do what? He chose to persevere. Alienda shule, alienda akatafuta pesa, alichagua the hard way. So when his vision yake inapokam to pass, already Mungu ameshaandaa moyo wake na mawazo yake na mwili wake, so that he is capable of handling what God is about to bless him with. That is the purpose. That is why you need to be happy. Be happy when life is hard for you. Be happy when life is tough for you. When things are not working your way. Be happy. Furahi. Count it all joy. Kwa sababu si wewe, it is your faith that is being tested. Imani yako juu ya kitu fulani ndio inakuwa inajaribiwa. Na ikijaribiwa, na wakati unavumilia through hizi majaribu zote, haukufi moyo. Unaendelea kungojea Mungu, unaendelea kumtafuta Mungu, unaendelea kumshikilia Mungu. Wakati haukufi moyo, wakati imani yako haianguki, unaendelea kusimama na ile neno ambayo ilikuencourage na ilikupatia nguvu. When you continue in faith, you shall see what your vision, utaona vision yako ikikam to pass. You will see it come to pass, and then God will have already prepared your heart. Mungu atakuwa ametengeneza moyo wako na mawazo yako to the point that you can be able to handle what God is bringing your way. That is why temptations are so good. Hardness, life ikiwa hard, ni mzuri. It is good for you as a Christian. It is good for you. It is good for you. It makes you tough. It makes you acquire patience. You can be able to wait on God. You can be able to rely on his promises. Hautakuwa mtu wa kupelekwa na upepo hivi na hivi na hivi. Hapana. But you will be stable wakati majaribu inakuja, opposition inakuja your way, na haubanduki. Unakuwa bado tu pale. Unaendelea kuomba Mungu na kumwamini Mungu that he shall bring it to pass. Then when it comes, wakati itakuja, then you will be ready for it. Mungu atakuwa amekuandaa for you to receive what he has given. So that is why we need to count it all joy when we go through hard times in life, because wakati tunajaribiwa, wakati imani yetu inajaribiwa, kuna kitu Mungu anaunda ndani yetu na inaitwa subira. If there is something that we need in life, it is patience. We need patience in our life. We need patience, and patience comes when we are facing tough times in our lives. Now, wakati mwingine things are so hard, they are so hard that you are almost giving up. Wengine wanakuanga wamesha give up. Ukishafungiwa pale kwa airport, unaenda una give up, unasema mimi hata sitaenda kwa embassy kutafuta visa. Wengine they take a step and go look for a visa. Wakienda waambiwe hawajui kuongea Kizungu, they give up and they lift their hands na wanaachana na mambo ya kwenda Amerika. Watu wengine wanaenda kweli, na wanaenda wanajaribu, wanaenda shule, wanajifunza Kizungu, wanajua kuandika, wanajua kusoma, na wanajua hata kuongea Kizungu. Lakini wakienda kwa airport waambiwa walete 100,000, they give up. Wanasema hiyo temptation imekuwa too much, hiyo opposition imekuwa too much, and they end up losing their faith, and they end up failing. That is how failure comes. Failure comes wakati unainua mikono zako na unasema this temptation imekuwa too hard,
so I'm not going to believe anymore. Mungu alikuwa muongo, alidanganya, alisema nitaenda Amerika, lakini sitawahi enda Amerika. Maybe it is the prayer for your children. Umekuwa ukiombea watoto wako na umekuwa ukiamini Mungu that they are going to be well, but wanaendelea tu kuwa worse and worse and worse, and then mwishowe unainua mikono unasema they will never change, hawa hawatawahi change. Unaachilia faith. Hivyo ndio failure inakuja. Do you know why you fail? You fail because you allow the trials and the temptations to bring you down. You allow allow the trials and the temptations to bring you down. That is why you fail. Hapo ndio maana unashindwa kushikilia huduma yako. Mungu amekupatia huduma kubwa, Mungu amekupatia gifts and talents, but you fail to work them out because of the opposition that you face. And then wakati you face those oppositions, hausimami na imani yako. You don't let your faith push you through the opposition, but you allow the opposition to overpower you. Na ujue temptations na opposition, they come to devour you. Kama COVID-19 sahi. COVID-19 corona inakuja kutuua. Haikuji kucheka na wewe, haikuji kubahatisha mambo, inakuja kukumaliza. Inakuja ku make sure that you do not live long in this earth. Inakuja ku make sure that you do not achieve your goals. COVID-19 is as serious as that. Na hivyo ndio temptations ziko hapo kukuja kukumaliza, ku make sure that you never rise up. But unaambiwa wewe vumilia, have patience. When hard things come, wewe shikilia imani, endelea kubelieve, endelea kuamini the word of God. Endelea kuamini. Don't lose your faith. Don't lose your faith. Don't lose your faith. And how does success come? Success inakuja wakati unaendelea kuamini. You don't lose your faith. You say yes, nimekatazwa kwenda airport kwa sababu sina visa. You say yes, but God said that I'm going to go to America. God said that I'm going to achieve this thing. So I'm going to take a step further. I'm going to take a step further. And you continue taking a step further. You continue taking a step further. And then James anaendelea verse 5 akisema, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given to him. Listen to me. Kuna vitu zitakuja kwa life yako yenye hata wewe mwenyewe utataka ku give up. But James gives us another way. Anatuambia before you give up, go and ask God for wisdom. Because what is wisdom? Wisdom is the ability to make sound decisions. It's the ability to make good decisions in your life. In our lives, we make decisions each and every day. We are busy making decisions every single day. Every single day we are making decisions. Now, not all decisions are good decisions. Not all decisions are good decisions. There is only a few or even one decision. Very few options for you to choose from, for you to make a sound decision. They are very few. Even one. Inaweza kuwa only one decision. You might have 100 choices. Unaweza kuwa na 100 different choices. But only one is the right one and is the best one for you. Because these other ones zitakupigisha ukuta somewhere. But there is only one. Now you might not know it. Unaweza kuwa hauijui. Na hiyo ndio inakufanya like you're almost giving up. But James says that if you lack that ability to make that wise decision, for you to take the next step, James says, go ask the Father. Go to the Father and pray. Pray. Omba. Tell God that this situation is not working out. Give me a way out. Tell God that, Father, I'm trusting you for this and this and this.
Please, Father, come through. And do you know what happens? He says, verse 5 for that. Ask all men, and it shall be given to them. God will give you wisdom. When you go to God and honestly ask Him to give you wisdom, He's going to give you wisdom. He's going to tell you what to do. God is going to show you the way that you should go. That is God. That is God. He will tell you. He will tell you which way that you should go, which decision is the best decision for you. God is going to show you. He's going to tell you, because He says that He gives to all men. To mwenye anamuuliza, ukienda kwa Mungu umuulize, He's going to give you the best decision. He's going to give you the best way out of your situation. Remember, right now umekutwa na opposition, umekutwa na enemies, umekutwa na adversary. You don't know what to do. You're almost giving up. You're almost losing your faith. You're almost done, finished. You're almost done and you're almost finished. But James anakuambia, before you give up, before you lose your faith, ask God for wisdom. Let Him give you the ability to make the right decision. Because not all decisions are right. Not every step that you're going to take in your life is correct. No. But God knows the correct, because He's your Father. He cares about you. Mungu hawezi taka anything wrong happen kwako. Mungu hawezi taka like kugongesha mawe. Mungu hawezi taka like wewe uangamie na ukufe. But He told us that the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But I come so that you may have life, and life abundantly. Jesus comes so that you may have life. Jesus has the solution for your problem. He knows your problem. He understands what you're going through. He does. He does understand. He knows what you're going through. Anaelewa kenye unapitia. Anaelewa. And He has a solution. So before you give up, go ask God. And umuulize. Go tell Him, Father, before I give up, show me the way. Show me the way. What should I do? What is my next step? Because I might be done. But you, Father, you can never be done. Wewe hauwezi ishiwa na options. You cannot be done with options. Oh my. Na unasikia anasema, but let him ask in faith. Imani tena imerudishwa tena hapo. Imani yako ndio inatestiwa, and then imani yako imefika mwisho, but unaambiwa wakati unaomba God ainue imani yako tena, you need to use the same faith. And how do you use that same faith? You use it by believing what God has said. You need to believe what God is saying. You need to believe it. Because we go and ask God to give us wisdom, and when He gives us wisdom, we don't do it. Unaenda unaambia Mungu, I want 1, 2, 3, 4, 5. And when He gives you 1, 2, 3, 4, 5, you don't believe it. We don't believe it. We don't take it serious. Tunaendanga, tunaomba, tunalilia Mungu, but we don't believe that God can actually do it. And when He says, when He speaks, when He gives us wisdom, we do not believe it. We take it for granted. Ebu, let me ask you a question. Umefika to a point that you are losing your faith. You've been distracted enough that you're going to lose your faith. And then God comes and offers a solution. Because you asked, ulimuuliza, uliambia God, give me a solution, give me wisdom about this. And God actually does it. Kwa sababu wanasema that atakupea. God will give you wisdom. And when He gives you, if we imagine a situation where you are done, so you are expecting God to do it for you. And when He comes, you don't believe. Tell me, what is going to happen? What is going to happen? Where ulikuwa umefika mwisho?
Ukaenda ukaambia Mungu sasa wewe nisaidie, wewe sasa ingililie kati, wewe husika. And then when God tells you okay, do 1 2 3, na wewe unasema mimi sitafanya, I'm not going to do what God is saying. Tell me, how is it going to be for you? Kutakuwa aje? It will be difficult and more trouble for you, because the one who has the solution is giving you a solution and you do not want to take it. So what do you expect? What do you expect? Do you expect to be successful? No. That is why James anasema, but if you are asking God for something, ask and believe that He is going to do it, and believe in His suggestions and in His solutions. Believe that God is giving you the right way. Believe, for he that wavereth, not wavering. Unajua not wavering inamaanisha nini? Inamaanisha usipelekwe hivi na upepo. Umeambia mtu wewe unapelekangwa na upepo. Unaambianga mtu hivyo saa ngapi? Wakati he is not good in making decisions, ama she is not good in making decisions. Huyu akikuja aseme hivi, ameenda na yeye. Huyu akikuja aseme hivi, ameenda na yeye. Huyu akikuja aseme hivi, ameenda na yeye. Akisikia Mungu amesema hivi, anakubaliana na Mungu. Akisikia mtu mwingine amesema, anawachana njia za Mungu, anaenda na njia zingine. So how can you achieve your goals and your visions if you're being carried around na upepo ya watu, na upepo ya dunia? How can you achieve great things for God and you do not obey God? You're not serious. You don't have faith in God. But ukisikia huyu akisema hivi, unaenda. Ukisikia huyu anasema hivi, unaenda. Ukisikia huku kunaenda hivi, unaenda. Unakuwa kama upepo, unapelekwa na upepo. He that yule mwenye haamini, mwenye akona shaka, mwenye akona shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku na huku. If you go asking God for a solution, unaenda unauliza Mungu, come ingililie ikati, and you're not believing, where you're not stable, wewe ni mtu unayumba. And God, James anatu encourage, don't be like that. Don't be a person who doesn't believe. Usikuwe mtu mwenye haamini Mungu. Usikuwe mtu mwenye hachukuli maneno ya Mungu serious. Take it serious. Take it serious. Take the word of God serious. For let, verse 7 inasema, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. You shall not receive anything from God if you don't believe in what he is saying. So if you don't believe, if God anakuambia you have 3 doors, uko na milango 3 mbele yako, you don't know which door to choose, so you ask God, Father, give me wisdom. Na God anakuambia use door number 2, tumia mlango wa pili, now door number 2. Kuna milango 3, haujui uende upitie mlango gani. Mungu anakuambia aje, pitia number 2. Pitia door number 2. Wewe hauamini kenye Mungu amesema, hauamini kenye Mungu anakuambia, na instead ya kupitia number 2 unaenda kupitia number 3. Ama unauliza mtu mwingine, wewe unaona aje, nipitie mlango gani? Na Mungu already ameshakuambia mlango wenye utapitia. Mtu mwingine anakuja anakuambia, pitia number 1. Pitia number 1. Mwingine anakuambia pitia number 3. Sasa unabaki umechanganikiwa. Jue mwenyewe haukuwa na decision yako. But if you ask God na Mungu akuambie kenye utafanya, do this my friend. Believe in what God has said. Believe, na usianze kuyumba, usianze kutafuta solution somewhere else. No, believe in what God has said. That is very powerful. That is very powerful. Because it means that we have power over every situation. We have power over every circumstance. We have power because we have our God with us. We have our God with us. We are more than conquerors
those who are in Christ Jesus, we are more than conquerors, because there is nothing that is too hard for God, and He has the solution for everything. If you go tell Him about your situation and your circumstance, He's going to give you a solution, because there is nothing that is impossible to Him. And when He gives you a solution, be very faithful and believe Him. Believe God. Na Mungu anaongeanga aje? Mungu anaongeanga through His word. A sermon like this, God is speaking to you. A sermon that you're going to listen to tomorrow or in the evening, God is going to speak there and He's going to give you wisdom. Do this. Believe what you hear from God. Believe. Do not waver. Do not waver. Do not waver. Keep your faith strong. Keep your faith strong. Believe what God is saying. Do not take it for granted. Usipeperushwe na mawimbi ya dunia. Usipeperushwe na mawimbi ya dhambi. Usipeperushwe na hiyo mawimbi. Wewe sikiliza venye Mungu anakuambia, and you are going to be very stable. Listen. Verse 8 ya mwisho. A double-minded man is unstable in all his ways. And when you're unstable, if you're not stable, you will not achieve so much in your life. Be stable. Believe in God. Have faith in God. Have faith in Jesus Christ. Believe. Believe. And you will be very, very stable. You will be very, very stable. Very stable. Mawimbi zinakuja. Sasa hata corona si kitu. Corona si kitu. A tougher disease might come on earth. Kitu ingine noma zaidi hadi kuliko COVID inaweza kuja. But sisi wenye tuko na faith, sisi wenye tunaamini Mungu, James anatu encourage, anatuambia that count it all joy. Because when you go through tough times, God is working something in you. He's working patience. And when it becomes even tougher, God anasema, come to me and I will give you wisdom. But when you come to God, you need to believe what He's going to tell you. Believe the words of God. Believe the prophecies of God. And you shall find, you will see success in your life. And you shall not see failure in your life. But failure will come when you refuse to obey God. Failure will come. And that is the message that James is telling us from verse 1 to verse 8. Father, thank you so much because of your word. Thank you because, my Father, Lord, you're encouraging us today that we should be people who believe in you, that we should be people who are not wavering, oh God, so that you can see success in our lives and not failure. And even when opposition arises, you're telling us not to be scared, not to be complaining, not to be murmuring, but to be people who believe in you. Because you have the solution to everything. And I pray for myself, and I pray for every one of us, Father, that you shall help us, Father, Lord, to have faith in you, and not waver, and not move to the left or to the right, but be standby, oh Father. There is a lot that is before us, oh God, to do. And we know that anything that we set our minds to, we know that we are going to face a lot of opposition. But help us, Father. Help us, oh God, not to waver, but help us to continue to believe in you, so that, Father, we may see the success that you're going to bring in our lives, because we are obeying you and because we have faith in you. In Jesus' mighty name I pray and I believe. Amen. Amen. Be blessed. Have a lovely day.